Mabomba yote katika hali ya kawaida lazima ufungue koki ukitaka kuchota maji na lazima ufunge koki ukitaka kufunga maji. Unaonaje tukatengeneza bomba ambalo ukiweka kikombe maji yanatoka yenyewe na ukitoa kikombe maji yanaacha kutoka yenyewe bila wewe hata kugusa sehemu yoyote? Kuwa nami katika hii video tuangalie namna ya kutumia vifaa vya umeme kutengeneza mtambo wa kutoa maji automatically. Tulianza project yetu kwa kukusanya vifaa. Kwa hiyo hivi ni vifaa ambavyo tutakuwa leo tukivitumia katika kutengeneza. Kifaa cha kwanza ambacho ni cha muhimu sana ni kifaa hiki. Kifaa cha pili ambacho tutatumia ni hiki hapa. Kifaa cha tatu ambacho tutatumia battery, relay. Pia tutahitaji pump. Hii ndio itakuwa pump yetu ya maji. So hivi ndio vifaa ambavyo tutavihitaji. Hii inaitwa proximity sensor na hii kazi yake ni kupima kitu kipo umbali kiasi gani. Hii inaitwa relay na hii kazi yake itakuwa kuwasha pump yetu au kuizima pale ambapo proximity sensor yetu itagundua kwamba kuna kikombe mbele au hakipo. Hii ndio itakuwa pump yetu ambayo hii tutaiweka kwenye maji, inafyonza maji kutoka kwenye shimo hili, inatoa hapa tutaconnect kibomba kidogo ambacho kitakuwa kinaruhusu maji kutoka. Alafu hili ni battery ambalo tutakuwa tukilitumia katika pump yetu ya maji kwa sababu pump inahitaji umeme mwingi kidogo, kwa hiyo hili battery linatosha kusukuma maji kutoka kwenye pump yetu. Hii tunaita microcontroller. Huu ni mtambo ambao hivi vifaa vyote vitaunganishwa kwenye huu mtambo na huu mtambo ndio utakuwa unaweza kufahamu sasa ya kwamba hapa kikombe kimewekwa, kwa hiyo tuanze kutoa maji, ama hapa hakuna kikombe kwa hiyo maji yakatike. Hiki ni kifaa cha kuchomelea, kwa hiyo hii ni kwa ajili ya kuunganisha waya zangu, na hii ni mita ya kupima umeme. Hii ni waya kwa ajili ya kuchomelea. Kitu cha pili ni kuanza kuunganisha nyaya. Nyaya zilikuwa nyingi sana, kwa hivyo tukaanza kuunganisha nyaya za moja kwa moja kwenye proximity sensor yetu. Na baada ya kuhakikisha proximity sensor imeunganishwa vizuri, nyaya zingine tukaunganisha kwenye relay yetu ambayo inaenda kwenye battery na pia inaenda kwenye pump. Relay ni swichi ambayo inaweza ikawashwa au ikazimwa kwa kutumia microcontroller yetu. Na hii swichi ndiyo sasa inaweza kuwasha pump yetu toe maji ama isitoe maji. Tumeamua kutumia betri la volt 9 kwa sababu betri dogo chini ya hapo linashindwa kuwasha ile pump. Hapa tumeshai connect proximity sensor yetu na miguu yake minne. Kuna miguu miwili hii ya nje hii, mmoja wa kuingizia umeme ambao ni huu, mmoja wa kuchukulia umeme, nyingine hizi mbili za kuleta signal yetu ya kwamba je, kuna kitu kipo karibu na sensor yetu au kipo mbali, na kama kipo mbali kwa sentimita ngapi. Kwa hiyo hizi zitaenda kuconnectiwa kwenye controller yetu, microcontroller yetu ambao ndio mtambo wetu kwa ajili ya kutambua ya kwamba
kitu kilicho karibu na hii kipo karibu kwa umbali gani. Hii ni kama switch ambayo ukiangalia huko imetoka kwenye betri, hili betri la kuwasha pump hii. Kwa hiyo umeme haufiki kwenye pump hadi hiki kiwe kimewaka. Kwa hiyo hiki nako kinawashwa na hii microcontroller. Kwa hiyo ili hiki kiwashe pump ya kutoa maji, inabidi hii microcontroller itume umeme kwenda kwenye hiko. Kisha baada ya hapo nyaya zote tukaconnect kwenye microcontroller yetu kwa ajili ya kutest mtambo wetu kama utafanya kazi vizuri. Kwa hiyo tuanze sasa kuconnect. So hapa tumemaliza kuunganisha, na kama unaweza kaona hii pump kama nilivyosema mwanzo inakuwa controlled au inaendeshwa na relay hii. Hii ni switch ambayo kwa hii switch kama utaweza kuona vizuri hapa inawaka kitaa kikundu pale ambapo itawasha ile pump. Na nikisogeza hiki kikombe karibu unaweza kuona taa inawaka hapo. Nikitoa kikombe inazima pump. Nikisogeza hii taa nyekundu inaonyesha ya kwamba pump imewashwa. Nikitoa kikombe tayari pump imezimwa. Kwa hiyo hapa unaweza usisikie pump vizuri, ila kama unaweza kusikia utasikia inafanya zzz kwa mbali. Kwa hiyo hapa project yetu sasa imeshakamilika. Kilichobaki ni kuunganisha pump ya maji hapa na kutafuta chanzo chetu cha maji. Mwisho kabisa tukachukua pump yetu tukaweka kwenye maji kwa ajili ya kutest mtambo wetu kama utafanya kazi. Na hivi ndivyo jinsi ambavyo ilikuwa. Kwa hiyo pump yetu sasa tumeiconnect na bomba. Hili ndio litakuwa bomba letu. Alafu pump inaingia humu kwenye maji. Sogeza kamera kidogo uone vizuri. Microcontroller lazima nayo ipate umeme, kwa hiyo nimeconnect kwenye power bank yangu. Na ukiangalia vizuri, chochote kinachokaribia proximity sensor yetu kinafanya maji yatoke automatically yenyewe. Kikombe kikiwa karibu, unaona maji yanatoka. Ukisogeza mbali, kwa hiyo kwa mfano, kwa hiyo hiki kinabidi kisimame sehemu kama hii. Inabidi nitengenezee sehemu nzuri ya kuisimamishia mtambo mzima, ila kwa hapa kwa ajili ya kuonyesha naonyesha mfano. Kwa hiyo ukiweka hivi maji automatically yanatoka kama unaona, ila ukitoa inazima. Bomba letu imebidi nilishikilie mkononi kwa sababu sikupata muda wa kutengeneza kitu cha kulishikilia vizuri nikiwa naunda hii video. Kwa hiyo hiki ndio kinachopima. Nikisogeza kitu karibu kinatuma information kwenye hii controller iwashe switch, afu hii switch inakuja inawasha pump ambayo ipo ndani ya maji. Pump inaanza kusukuma maji. Kwa hiyo hii inaweza pia ikatumiwa kutengeneza sehemu ambayo ni automatic ya kuoshea mikono. Kwa mfano labda mtu anataka kunawa mikono, inabidi akisogeza tu hivi mikono iweze kufunguka, maji yatoke yenyewe aweze kunawa kama unavyoona. Alafu akitoa mikono, akiweka mikono itoe maji aweze kunawa, alafu akitoa mikono ijizime. So kwa siku ya leo tunaishia hapa kwenye hii project yetu. Wiki ijayo tutaendelea zaidi, tuijenge ili iwe inafanya kazi vizuri zaidi. Hivyo basi, huu ndio mwisho wa video yetu. Tafadhali tuandikie kwenye comments kitu gani ambacho umependa kuhusu hii project na kitu gani kingine ambacho una imagine au una idea nacho tuweze kukitengeneza katika video ijayo. Asante, mimi naitwa Hassan. Tukutane tena katika video ijayo.
Ni cheki kwa namba zangu kujua zaidi kuhusu kutengeneza vifaa kama hivyo.